ukiwaleta pamoja makumi ya mawaziri wa Afrika. Hii ni BBC. Karibu tena msikilizaji, unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukiendelea ni kwamba historia yake katika masala ya kidiplomasia ni zaidi ya miaka 35. Balozi Liberata Rutageruka Mulamula ana historia ndefu katika anga za kimataifa. Anakutana na mengine yakimpa kumbukumbu zenye furaha, huku mengine yalimpitisha katika ugumu, hapo ambalo lilimpa ari ya kufanya kazi zaidi, kama pale alipoteuliwa kwa katibu mtendaji wa kwanza katika nchi za maziwa makuu. Katika mazungumzo yake na Halima Nyanza wa BBC, Balozi Liberata Mulamula ameelezea pia kusikitishwa na hali ya sasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anaanza kwanza kwa kuelezea historia yake ya kazi. Nilibahatika baada ya kuhitimu chuo kikuu nikapangiwa kwenye Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa. Katika historia ya wizara hiyo ni mimi peke yangu aliyeanzia chini kama afisa, nikapita ngazi zote mpaka nikawa katibu mkuu, mpaka nikawa waziri wa mambo ya nje. Wakati nilipoteuliwa balozi, kwa mfano mara ya kwanza na rais wa awamu ya 3, faraja yangu ilikuwa kubwa kwamba ilikuwa ni mwanamke peke yake wakati huo, na hiyo ilikuwa mwaka 2004. Nafahamu kuna yale ambayo labda umekutana nayo katika utendaji wa kazi, ugumu fulani katika kutoa maamuzi. Sasa unajua nyingine unapewa majukumu makubwa, na wakati ule tulikuwa wachache, kwa hiyo unaweza kupewa majukumu makubwa, lakini yani unaona kwamba unaelemewa, lakini unabidi uyafanye. Kwa mfano labda nitoe mfano tu, kwa mfano nilivyoteuliwa kwa katibu mtendaji wa kwanza wa maziwa makuu. Yani ilikuwa ni jukumu kubwa sana, lakini nikalibeba, nikaweza kufanya hiyo kazi. Changamoto zilikuwa nyingi sana, unajua katika hali ya machafuko ya kanda yetu. Kwa hiyo kila kati ilikuwa kichwani mwangu kwamba nisishindwe, nisiwaangushe viongozi wangu ambao wameniaminia kwamba hiyo kazi naiweza. Nakumbuka katika kipindi cha mwaka 2006 mpaka mwaka 2011, wakati uko katika hiyo nafasi ya katibu mtendaji katika eneo la maziwa makuu, ni kipindi ambacho kulikuwa na machafuko Burundi, Rwanda. Kipi ambacho unakikumbuka ambacho kilikuumiza na ambacho labda kilikuogofya? Kilichoniogofya wakati wameniteua kwa katibu mkuu mtendaji kuanzisha hiyo taasisi, wakaamua kwamba hiyo taasisi iwe Bujumbura, Burundi, wakati Burundi ilikuwa bado kwenye vita na vikundi vya waasi. Sasa unaambiwa uanzishe huo mchakato wa amani, usalama na maendeleo, kuweza kubadilisha taswira ya kanda ya maziwa makuu. Lakini baadaye, baada ya kuhudumu pale miaka 6, nikaona yale ambayo niweza kufanikisha, kwamba kanda ikatulia. Nikasema kwa hiyo kumbe changamoto kumbe inakuwa ni fursa. Unazungumziaje hali inavyoendelea sasa hivi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Yani kwa kweli niseme naiangalia, nafuatilia kwa masikitiko makubwa zaidi. Maana nasema kwamba na kuanzisha mchakato wa maziwa makuu ni kwamba tumalize migogoro yetu kwa njia za amani, za mazungumzo. Sasa unaona mazungumzo yanaendelea, sio ni yanaleta tija sana, manake mapigano yanaendelea, vifo vinaongezeka, watu wanakimbia. Kwa hiyo sasa nasema tunashindwa wapi? Mimi nilikuwa nasema katika amani ya kudumu haiwezi kuletwa na nchi nyingine hizo za nje, kwa zinasaidia, lakini jukumu lote ni sisi wenyewe. Na ndio maana unaona kwa mfano walivyoamua kwamba nchi za Afrika Mashariki, nchi za SADC, viongozi, rais akaitisha mkutano hapa, ni ile kwamba jukumu liwe letu, lakini sasa ndio limeondoshwa na huku mapigano yanaendelea. Na bila shaka huyo ni Balozi Liberata Mulamula akizungumza na mwenzangu Halima Nyanza, ambapo alikuwa akielezea maisha yake na vile vile kutujuza zaidi kuhusiana na hali ilivyo katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukiendelea ni kuwa waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov
Anasema kuwa Moscow itazisaidia nchi za Kiafrika zenye nia ya kukabiliana na tishio la usalama katika eneo hilo la bara Afrika. Lavrov amesema hayo alipokutana na mawaziri wa nchi za Afrika na kusisitiza dhamira ya Moscow ya kuimarisha uhusiano wake barani humo katika mkutano maalum wa usalama wa Urusi unaoendelea hivi sasa mjini Moscow. Unawaleta pamoja makumi ya mawaziri wa Afrika wakiwemo mawaziri wa usalama kutoka Mali, Burkina Faso na Niger. Kuangazia hatua hii nimezungumza na Beverly Ocheng ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa na ameanza kwa kuelezea mkutano huu una umuhimu gani kwa mataifa ya Afrika. Unajua kwamba mkutano huu unakuja wakati ambapo nchi za magharibi sio tu hupoteza baadhi ya ushawishi wake katika bara, lakini pia zinapunguza matumizi ya msaada na ulinzi. Na nchi za Kiafrika zinashiriki kama njia ya kuendelea kubadilisha ushirikiano, kubaki na nia ya kuendelea ushirikiano kama ya ulinzi na misaada, na mvutano ya kijiografia yenye tumeona wakati mwingine inasukuma bara ya Afrika hadi mwisho wa ajenda. Na Urusi imekuwa na uhusiano wa muda mrefu na serikali mbalimbali za Afrika kama South Africa, unajua kama Angola, Mozambique na pia sasa Sahel tangu kabla ya uhuru ya nchi hizi ilipokuwa kama USSR, na hii imeimarisha mahusiano ya kisasa. Huu sio mkutano wa kwanza ambapo Urusi imejaribu ama imeweza kuwa na mkutano na mataifa ya Afrika. Mwaka 2023 vilevile kuliweza kuwa na mkutano mwingine ambapo kulikuwa na makubaliano na mataifa takriban 40 na Urusi ikaahidi kusambaza vifaa vya kijeshi na kusaidia kuimarisha usalama. Ni ajenda sawia pia katika mkutano huu? Bado inaendelea, inafaa kuweka mbele kwa chake cha ulinzi cha kisiasa huku barani Afrika kwa sababu imekuwa na nia njema eneo ya Sahel. Imekuwa na mamluki wake kama makundi kama ya Wagner Group. Imekuwa wakifanya si kidiplomasia pekee, lakini pia propaganda kuonyesha kwamba Urusi ni rafiki na nchi za Afrika, nchi za Sahel sana magharibi. Kulingana na Urusi haijawafanyia vizuri sana eneo ya ulinzi. Nchi hiyo imeonyesha nia ya kulisaidia bara la Afrika kukabiliana na vitisho vya usalama. Hatua hiyo inaiweka Urusi kwenye nafasi ambayo itaweza kushindana na China ambayo kwa sasa inaonekana kuwa na nguvu barani humu. Cha muhimu ni kwamba Urusi na Uchina zinaendelea kufanya kazi pamoja kwa sababu wana muungano wao wenye nguvu. Uwepo wao kwenye bara wakati mwingine ni ya kupongeza. Kwa mfano, wakati Urusi iko tayari kutoa msaada wa kijeshi, China inakuja na miradi ya miundombinu. Katika Sahel sana Urusi na Uchina zinashiriki katika uchimbaji na pia zinatoa mafunzo kwa wataalamu wa ndani. Wakati huo pia tunaona kunatokana na hatari kubwa ya sifa na udhalifu. Nchi za magharibi hazikai vizuri na Urusi, lakini China na Urusi wanaendelea kufanya kazi pamoja huku Afrika. Mkutano huu unafanyika wakati nchi za Mali, Burkina Faso na Niger zimejitenga na jumuiya ya ECOWAS na pia kutokuwa na mahusiano mazuri na Ufaransa. Je, zitanufaika na Urusi ama Urusi ndiye atakayekuwa nufaika katika makubaliano haya? Kwa sasa pande zote mbili zinanufaika kwa sababu utaona Urusi imekuwa na mfano wa kidiplomasia Sahel, lakini pia imejitolea kufanya upatanishi kati ya muungano wa nchi ya Sahel, Alliance ya Sahel States na ECOWAS, hasa wanapojadili jinsi zitakavyokuwa pamoja. Hata hayo kusema nchi wanachama wa ECOWAS kudumisha uhusiano rasmi na Urusi, lakini haziko tayari kuruhusa kusema kuelekana na wajeshi au mamluki kwenye nchi zao vile tunaona huko Sahel. Na iwapo kuna lolote mashaka makubwa zaidi ya ECOWAS ni kuwepo na kuharibu shughuli za wanamgambo wa Urusi badala ya uwepo wa kidiplomasia wa Urusi. Na vipi kuhusiana na tetesi za kulemaza juhudi za mataifa ya Ulaya? Kwa sasa tunaona mataifa ya Ulaya hazikai vizuri kwa Afrika wakati Urusi imekuwa ukiingia, na uwezo wao wa kidiplomasia inaendelea kudhoofika, lakini pia inataka kuendelea kuwa na uhusiano na nchi zenye bado zinaona nchi za Ulaya kuwa
kama marafiki. Tukiangazia hilo, ina maana kwamba kuna kitu ambacho vilevile Urusi inategemea kuweza kunufaika zaidi ikilinganishwa na mataifa hayo ya Ulaya. Kwa sasa Urusi inataka kuonyesha ina uwepo kubwa duniani na imetumia eneo kama ya Sahel kuonyesha kwamba inaweza kuwapatia usaidizi wa ulinzi, usaidizi wa kidiplomasia, usaidizi wa uchumi. Lakini pia ni muhimu kukumbuka kwamba Urusi bado haina uwezekano kama nchi za Marekani, kama nchi nyingi zenye zifaa kwa miaka mingi zikisaidia Afrika. Sasa Urusi hawezi sana kulingana na hizo nchi, lakini bado inaonyesha kutokana na mkutano kama hizi, mkutano kama Russia Africa Summit, mkutano wenye sana inafanyika katika wakati Urusi inalengwa sana na nchi za magharibi. Inaonyesha kwamba bado inaweza kuendelea kwa marafiki na nchi ya Afrika dhidi ya mashida zao za kidiplomasia na nchi zingine za magharibi. Upi sasa mustakabali wa kuenea kwa ushawishi mkubwa wa Urusi katika mataifa ya bara Afrika? Kwa sasa tunaona kuhusiana na mkutano kama hizi, lakini pia inatumia nia nyingine nyingi. Kunaona kwa vingine kuna mataifa kutoka kundi kama Wagner Group, kama Africa Corps, yenye wanafanya kazi ya ulinzi, lakini pia wanafanya kazi ya propaganda kuonyesha kwamba Urusi ina nguvu nyingi eneo hili. Kwa sababu kundi la Wagner limepata umaarufu kupitia jinsi linavyoonyesha ushujaa wake na ushujaa wa Urusi kwenye propaganda. Tumeona kwenye filamu, kwenye katuni, kwenye mabango na kampeni mtandaoni, mara nyingi huonyesha nguvu ya kishujaa, nguvu ya kidiplomasia, sana nchi kama Jamhuri ya Afrika ya Kati, Mali, Burkina Faso. Raia wa mataifa haya wamepokea vipi nchi hii ya Urusi ama juhudi za Urusi katika mataifa yao? Wanaishi kwenye hii nchi wanaamini sana Urusi. Wanaelewa kwamba Urusi pia kwenye harakati ya kujionyesha kuwa na uwepo kubwa. Kuna wengi wanasiasa wenye wanaona Urusi inasaidia sana nchi zao na wasaidia eneo ya ulinzi, eneo la kidiplomasia, lakini kuna wengi pia wanauliza maswali kama haya masaidizi yanasaidia sana hizi nchi, sababu tunaona mara nyingi kuna wanajeshi wenye wamekaa madarakani. Tunaona pia ulinzi na hali ya kibinadamu, hali ya kidemokrasia kwenye hizi nchi kama PRR, kama Mali haendi vizuri kwa sababu ya kuwa na unganisho na nchi kama Urusi. Na bila shaka hapo ndipo tunatia kikomo. Na msikilizaji, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, akiwa msimamizi Felix Mwatem, hariri Robert Kipto, fundi wa mitambo Habat Masua na Esther Lombano, na Steha Mohamed ambaye amekusomea mukhtasari wa habari, na Shadrack Mwasi